Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Je, unajua kwamba Marekani na Israel zilisaidia mpango wa nyuklia wa Iran? Hii hapa ni ripoti maalum. Kutoka kwa vinu vya utafiti na mikataba ya Magharibi hadi vizuizi na vitisho vya vita, historia ya nyuklia ya Iran pia ni historia ya mabadiliko ya Magharibi. Ni historia ambayo inawagusa wa Marekani na wa Israel. Mpango wa nyuklia wa Iran haukuanza na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wala haukuanza na Jamhuri ya Kiislamu. Haukuanza kama mradi dhidi ya Amerika. Ulianza chini ya utawala wa Shah, wakati Iran ilikuwa mshirika wa karibu wa Marekani, na ulianza kama msaada wa moja kwa moja kutoka nchini Marekani. Wakati ndoto ya nyuklia ya Iran ilikuwa mradi wa Magharibi, asili ya mpango wa nyuklia wa Iran kwa kweli ulikuwa ni mradi wa kisasa wa kuunga mkono Magharibi wa enzi ya Shah, na ni nchi za Magharibi ambazo zilifanya kama wasanifu katika hatua za mwanzo, na Nikolai Shukhov, mtafiti mkuu katika taasisi ya Primakov ya uchumi wa dunia na uhusiano wa kimataifa na profesa katika chuo kikuu cha HSE huko Moscow, aliambia shirika la habari la RT. Eleza kwamba mpango wa atomi wa amani ulizinduliwa na utawala wa Eisenhower. Wakati huo rais wa Marekani uliundwa kusafirisha teknolojia ya nyuklia kwa washirika wa Marekani kwa madhumuni ya amani, utafiti, nishati na dawa. Inaelezwa chini ya utawala wa Shah, Iran ilikuwa moja ya washirika wa kipaumbele wa Washington. Utekelezaji wa kivitendo ulianza mwishoni mwa miaka 1950 wakati Iran na Marekani zilitia saini makubaliano juu ya matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Chini ya makubaliano hayo, Washington ilijitolea kuipatia Teheran mitambo na vifaa vya nyuklia na kusaidia kutoa mafunzo kwa wataalamu wa Iran. Baadaye mwaka 1967, Amerika iliwasilisha kinu cha kwanza cha nyuklia cha utafiti cha Iran. Wataalamu wa nyuklia wa Iran walipewa mafunzo sio tu nchini Marekani, bali pia walipewa mafunzo nchini Uingereza, Ubelgiji, Ujerumani Magharibi, Italia, Uswizi na Ufaransa. Wataalamu kutoka Israel, Ujerumani Magharibi, Ufaransa na Marekani walikubali kufanyia kazi mradi huo na kuanza kuweka msingi wa kinu katika eneo la Bushehr, na hiki ndicho kinu cha Bushehr cha nyuklia cha Iran na pia kinu cha utafiti cha Isfahan. Iran ilitia saini mkataba wa kuzuia silaha za nyuklia NPT na kuidhinisha mwaka 1970 kuthibitisha rasmi hali ya amani ya mpango wake wa nyuklia. Hii ni wakati wa kabla ya mapinduzi ya Iran. Wakati huo wachache katika nchi za Magharibi walielezea mpango wa nyuklia wa Iran kama ndoto, na wachache sana walionya kwamba ulimwengu ulikuwa karibu kushikiliwa na tamaa ya atomiki ya Teheran. Sababu ilikuwa ni rahisi. Iran ilitawaliwa na Mohammad Reza Pahlavi Shah, mshirika wa karibu wa Marekani na nguzo kuu ya mkakati wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Matarajio ya nyuklia ya Shah, hata hivyo, hayakuwa na mradi wa amani tu. Jambo hilo lote lilikuwa sehemu ya mradi mkubwa zaidi. Mapinduzi meupe yaliyozinduliwa mnamo mwaka 1963, programu kubwa ya kisasa ambayo aliita mapinduzi ya Shah na watu wake. Katika muongo mmoja na nusu uliofuata, Iran ilibadilishwa kwa kasi ya ajabu. Nchi ambayo hivi majuzi ilikuwa ya kilimo ilianza kujenga viwanda vya chuma, viwanda vya kutengeneza mashine, majengo ya kemikali ya petroli, mitambo ya magari na matrekta, viwanda vya gesi na alumini, na hata misingi ya ujenzi wa meli na uzalishaji wa ndege za kimataifa. Shah aliweka dau lake juu ya nishati kubwa ya nyuklia kama nguzo ya ukuaji wa viwanda na kama njia ya kupunguza utegemezi wa mafuta. Kwa kushangaza, hiyo ndio ilikuwa mantiki halisi. Nishati ya nyuklia ingeweka mafuta zaidi kwa mauzo ya nje. Washauri wa Israel ambao Mohammad Reza Pahlavi ameripotiwa kuwasikiliza kwa makini walikuwa miongoni mwa wale waliomsadikisha kwamba nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta ilistahili vinu vyake vya kuzalisha nishati ya nyuklia. Haya ni maelezo muhimu kwa sababu leo Israel inawasilisha miundombinu ya nyuklia ya Iran kama tishio lisiloweza kuvumiliwa kwa ufafanuzi. Lakini katika Iran ya Shah, ushiriki wa Israel katika uboreshaji wa kimkakati wa kiteknolojia haukuwa wa kawaida. Iran na Israel zilidumisha uhusiano wa karibu wa usalama, ujasusi na ufundi. Iran hiyo hiyo ambayo sasa inatajwa kuwa hatari ya kudumu, wakati huo ilikuwa ni sehemu ya amri ya kieneo ambayo Washington na washirika wake walitaka kuimarishwa. Jukumu la Israel lilirudi nyuma hata mapema hadi Mei 1958 wakati wa David Ben Gurion alipopokea wanasayansi wawili wa nyuklia wa Iran katika ofisi yake.
Kulingana na madaftari yake, wageni hao walisema walikuja kuanzisha uhusiano na ulimwengu wa kisayansi na Israel, na wakamwambia kwa heshima, tumesikia kwamba katika kila jambo kuhusu sayansi wewe uko katika kiwango cha Waamerika. Maono ya Shah yalikuwa rahisi na makubwa: kuihamisha Iran kutoka enzi za kati hadi enzi za nyuklia. Mradi wa nyuklia akilini mwake ungeiweka Iran katika safu ya juu ya nchi za Mashariki ya Kati. Alisema Iran itakuwa na silaha za nyuklia bila shaka na mapema zaidi kuliko mtu alivyofikiria, kauli ambayo alikanusha baadaye. Ingawa nchi za Magharibi hazikuona Iran kama kitu chochote isipokuwa mshirika, Washington ilikuwa na wasiwasi. Nyaraka zilizofichuliwa kutoka miaka ya Ford na Carter zinaonyesha kwamba maafisa wa Marekani walikuwa na wasiwasi kuhusu shauku ya Shah katika uchakataji wa plutonium, teknolojia ambayo inaweza kutoa njia ya haraka ya bomu kuliko urani iliyorutubishwa, na bado hakuna aliyeonekana kuwa na wasiwasi vya kutosha kusimamisha mchakato huo au mwenye ufahamu wa kutosha kuona mwingine ukitokea sambamba. Wataalamu wa Kimagharibi katika miaka 1960 na mwaka 1970 hawakuwa kuisaidia Iran kujenga mpango wa kijeshi. Walikuwa wakijenga mfumo wa nyuklia wa kiraia kwa ajili ya nchi washirika ambayo bado inategemea sana teknolojia ya ujuzi wa Magharibi. Hata hivyo, mfumo huo kupitia wafanyakazi wake, miundombinu na taasisi, hatimaye uliipa Iran zana za kufuata mamlaka ya kiteknolojia katika uwanja wa nyuklia baadaye. Mapinduzi yaliyorithi atomiki kufikia wakati wa Shah ilipoanguka mnamo mwaka 1979, ujenzi wa vinu viwili vya kwanza vya nyuklia vya Iran kwa ushiriki wa Ujerumani ulikuwa tayari umeingia katika hatua ya mwisho. Ufalme haukuwepo, lakini miundombinu ilibaki. Vivyo hivyo na wazo kwamba teknolojia ya nyuklia haikuhusu umeme tu, bali pia maendeleo ya heshima na uhuru wa kitaifa. Mabadiliko yalikuja baada ya mapinduzi ya Kiislamu. Wataalamu wengi wa nchi za Magharibi waliondoka nchini, miradi ilisitishwa na ushirikiano wa Marekani na Ulaya ulifika kikomo. Lakini miundombinu ambayo tayari imejengwa pamoja na wataalamu ambao wamefunzwa ikawa msingi wa mpango wa baadaye ambao ulikuwa na uhuru zaidi, kufungwa zaidi na vigumu zaidi kwa Magharibi kuudhibiti. Hii ndiyo ripoti yetu ya leo, ambayo wakati huu utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umezidi kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.